Habari gani mpenzi msikilizaji wa MC Zayo TV, ni kwa mara nyingine tena acha nikukaribisha kwenye matangazo ya leo jioni tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na habari zetu tuzelekeze huko Minembwe ni kuwa leo Jumaa hii tarehe 12 Juni mwaka 2026 ni kuwa saa 4 za asubuhi na saa 8 za mchana ni kuwa vikosi vya muungano vinavyounga mkono na utawala wa Kinshasa vinadaiwa kushambulia mji wa Minembwe kwa kutumia ndege za kivita aina ya Sukhoi 25. Mashambulizi hayo yanadaiwa kusababisha vifo vya watu kadhaa na kuharibu nyumba nyingi za raia. Familia nzima zinaripotiwa kufunikiwa na vifusi baada ya mashambulizi hayo. Kutokana na janga hili, mimi mwandishi nasema kuwa hakuna anayepaswa kukaa kimya au kufanya chochote wakati raia wenzao wanauawa mbele ya macho ya watu wote. Kwa maoni yangu, ukimya huu na kutochukua hatua dhidi ya vitendo hivi vya kinyama kunachangia kurudiwa kwa matukio hayo ya kuongeza mateso kwa raia wasio na hatia. Ukisikia serikali ya kigaidi, serikali ya Kinshasa ni mfano wa serikali ya kigaidi. Kuhusu Minembwe, inadaiwa kuwa ndege za kivita aina za Sukhoi imagine zilishambulia raia huko Minembwe leo hii. Na jana kuwa kulikuwa mashambulizi bado. Zilishambulia huko Minembwe na kusababisha uharibifu mkubwa sana, ikiwemo nyumba za wananchi na shule. Pia inadaiwa kuwa watu wengi walijeruhiwa na wengine walipoteza maisha katika shambulizi hili la leo. Umoja wa Mataifa uko wapi? Umoja wa Mataifa uko wapi? Umoja wa Mataifa uko wapi? Hii ni masakre. Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye wanaendelea na mpango wa kuangamiza Banyamulenge. Hata hivyo, inasisitiza kuwa kundi la Twirwaneho au chama cha MRDP kitaendelea kusimama imara kwa sababu ndio wajibu wao kulinda raia na mali zao. Na huko Uvira ni kuwa barabara kuu ya numero 5 imefunguliwa leo hii vendredi mwezi wa 6 mwaka 2026, imefunguliwa leo saa 5 za mchana. Na tukielekeza kwa Kinshasa ni kuwa mpinzani na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu ameripotiwa kujeruhiwa wakati wa maandamano ya kukaa chini mbele ya Palais du Peuple mjini Kinshasa. Maandamano hayo yanadaiwa kuwa na vyama vya upinzani kupinga mpango kubadilisha katiba ya nchi. Wakati wa maandamano, mvutano ulizuka kati ya polisi na waandamanaji na kusababisha vurugu ambapo Fayulu pamoja na baadhi ya wafuasi wake walijeruhiwa. Taarifa za leo pia zinaonyesha kuwa polisi walikuwa wameimarisha ulinzi kuzunguka Palais du Peuple kabla ya maandamano hayo, huku mamlaka za Kinshasa zikiwa zimepinga kufanyika kwa maandamano hayo katika eneo la Palais du Peuple. Na tukielekea mjini Kinshasa ni kuwa aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange ametoka kimya na kutoa wito wa waziwazi kwa raia wa demokrasia ya Kongo anachokita mpango kubadilisha katiba ya nchi, yani constitution. Anahimiza wananchi kushiriki kwenye mapambano ya kiraia dhidi ya mabadiliko ya katiba. Anasema kila familia, mtaa, kijiji na jiwe liwe kituo cha uangalizi dhidi ya uvunjaji wa haki na demokrasia. Anatoa wito wa upinzani wa wananchi kwa njia ya kijamii na kisiasa. Anahitimisha ujumbe wa umoja wa taifa na maombi ya baraka kwa nchi. Kuhusu ibara ya 64, ibara hii ya katiba ya DRC inasema kwamba kila raia ana wajibu wa kupinga mtu au kundi lolote linalochukua madaraka kwa nguvu au linalotawala kinyume na katiba. Kwa hiyo Kabila anatumia ibara hii kama msingi wa kisheria wa wito wake wa kupinga kile anachokiona kama ukiukwaji wa katiba. Na tukielekea huko Burundi ni kuwa Luteni Innocent Nduwimana alikuwa afisa wa jeshi la Burundi, mzaliwa wa wilaya ya Bugenyuzi, mkoa wa Karuzi. Alikuwa bado kijana, alizaliwa mwaka 1996 na alimaliza masomo yake ya kijeshi katika ESKM kundi la 49. Alikuwa amerudi hivi karibuni DRC baada ya awali kujeruhiwa na kupelekwa nyumbani kwa matibabu. Siku ya Jumatatu ya wiki hii tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026
kuwa Luteni Nduwimana alifanikiwa kuzungumza na watu wengi wa nchini Burundi, hakujua kuwa alikuwa akiwaaga. Siku iliyofuata Jumanne, aliuawa katika mapigano kati ya wanajeshi wa Burundi na wapiganaji wa Twirwaneho AFC/M23 katika maeneo ya Minembo ya Haut Plateau. Bado hajathibitishwa kama mwili wake umechukuliwa. Hata hivyo, taarifa kutoka kwenye jeshi inasema kuwa kuna miili ya wanajeshi iliyochukuliwa usiku wa juzi. Pia inasemekana kuwa ndani ya siku 3 Burundi imepoteza wanajeshi takriban 15 na wengine wamejeruhiwa. Siku ya jana jeshi la Burundi lilipoteza wanajeshi wengine 4. Luteni Innocent Nduwimana alikuwa akijiandaa kuanzisha familia mwezi Septemba mwaka ujao. Kifo chake kimeacha huzuni kubwa kwa ndugu na jamaa zake. Tunatoa pole kwa familia iliyoaga. Mwenyezi Mungu awape nguvu katika kipindi hiki kigumu, lakini wanakufa kwa maslahi ya Neva. Wanaenda wanaua Mainonsa huko Minembwe kwa maslahi ya Neva, ila kwa kuwa ana uwezo wa kupingana na serikali ya Burundi, tunatoa pole kwa familia yake, lakini tunaendelea kuambia ndugu zetu wa Nyamulenge waamuke, waache kutegemea mambo ya demokrasia. Demokrasia itatufikisha popote, bali demokrasia itaendelea kutupoteza. Tuamuke, tupigane kwa nguvu zetu. Nguvu ndio zitatupa kitu tunataka. Kila nchi iliyofanya mapinduzi au kila nchi iliyopata sovereignty, sio kwamba ilipata kupitia diplomasia, ilipata kupitia nguvu zao. So tukiamua tusimame tupigane kwa nguvu zetu, tutashinda hii vita. Leo Sokoi ilikuja kabombarde kwenye raia, ilibombarde kwenye raia, inaenda yani Minembwe imekuwa kama shamba la bibi, wanakuja wanapiga wanavyotaka, wanaenda. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiposimama tushikamane, tuende tuache maneno, tufanye vitendo, tuache maneno. Mungu ametupa akili na mikono na nguvu, kwa hiyo tunafaa kuvitumia. Tuende tushikamane, kama ni kuishi tuende tuishi sisi wote, lakini sio Mungu anatuona, Mungu anatupigana. Maombi hayatusaidia chochote. Maombi tuyafanye huko tukipigana. Kwa hiyo tuamuke ndugu zangu, tuamuke, tuache mambo ya bisirimba. Bisirimba itatusaidia popote na vitatufikisha popote. Tuamuke, twende tupiganie uhuru wetu. Tuamuke. Na AFC/M23 achana mambo ya diplomasia. Diplomasia hatatupeleka nafasi popote, wala itawapa ushindi wowote.